Nitamalizia na ushuhuda huu ili wengi muweze kunielewa. Tanzania tujiandae kukutana na maandamano yatakaoleta machafuko kwa awamu ya pili ili kutimiza kile ambacho kinasubiriwa na wengi, au maombi na toba ya kitaifa ili Mungu atimize neno lake aliloahidi ya kwamba ataleta mabadiliko katika nchi bila kumwaga damu. Tukiomba, ninaomba nianze na ushuhuda ili angalau niweze kueleweka hata kama ni kwa wachache. Tarehe 22 ya mwezi uliopita wa 4 mwaka 2026 mwaka huu, usiku niliota ndoto ya kwamba niko kwenye shule moja na niko darasani na wanafunzi. Dada mmoja akaniomba nimwombee. Wakati ninamwombea akaangushwa na mapepo. Kwa nikiwa ninamwombea pale, akaja mwenye shule akanikataza nisimwombee. Akaniambia nisitumie darasa lake, yani shida yake ilikuwa nisitumie darasa lake kufanyia huduma. Akaondoka, hakuwa na hasira na mimi. Ikabidi nimfuate ili kumuuliza. Basi nilipomfuata alikuwa busy, hatukuweza kuongea. Ikabidi nirudi. Wakati narudi, upande wangu wa kulia nikaona kuna jengo lina ghorofa. Kwa ndani yangu nikasikia kwamba nikifika mwaka wa 4 nitaweza kutumia haya madarasa, na moyoni nikawa natamani nifikie hicho kiwango cha mwaka wa mwisho. Ndoto ikaishia hapo. Basi jioni yake baba mwenye mji akaja kwenye chumba ambacho nimepewa. Kwa upendo kabisa akaniita kama ambavyo niliona kwenye ndoto. Basi tukaenda tukakaa kwenye kikao cha familia. Wakanipa plani ya familia walio nayo, ambayo inalazimu ya kwamba nitafute mahali pengine pa kukaa. Unaona, ndoto niliipokea usiku, jioni yake inatimia. Nini ambacho nataka nirejee mahali hapa? Ngoja nimalizie. Nikaendelea kumwambia Mungu ili anionyeshe nini natakiwa kufanya, maana kwenye ndoto niliishia kutafuta kuongea naye, lakini haikufanikiwa. Kwa manake sikuwa na majibu tena, ikabidi niendelee kumwomba Mungu. Tarehe 28, manake kuanzia 22 mpaka 28, manake ni siku 6. Tarehe 28 nikaota ndoto, yenyewe ilikuwa ni ndefu zaidi. Ilihusisha usafiri wa ndege niliokuwa ninatakiwa kusafiri, kubadilishwa baada ya ndege kujaa. Nikajiona tena, naifupisha maana ndoto ilikuwa ni ndefu. Nikajiona tena niko mahali nimekaa juu ya kitu kama meza fulani, na niko karibu na ukuta, fensi ya ukuta wa tofali. Mara nikataka kuangukia nyuma ya fensi, lakini kulikuwa na dada mmoja karibu, ni kama alikuwa anataka kunipa sapoti. Mara nikamwona huyu baba wa familia akawa anakuja, akawa ananiongesha, ila sikumbuka alinionyesha nini. Mara nilipokuwa nataka kudondoka akawa amenishika, na uzuri hakushika pamoja na ukuta, maana angeshika pamoja na ukuta ungekuja pamoja na sisi, ungetuangukia. Kwa hiyo tukawa tumeanguka upande wa pili, upande huu wa mbele yetu, ila hatukuumia na tukaweza kuinuka. Kwa hiyo kwa kuwa mimi sikuwa na majibu na nilikuwa natusubiria tarehe yangu ambayo nilikuwa nimeambiwa tarehe 5 mwezi wa 5 ndo mwisho wa kukaa hapo, maana kuna plani nyingine. Unajua wazungu hawajengi nyumba, wanapanga. Kwa naomba tu kufupisha hivyo. Basi kwa mimi kitu ambacho nilikuwa namwambia Mungu ni kwamba nilichokuwa na ngoja kumsubiri Mungu, step inayofuata ni ipi, maana mimi sina kingine zaidi ya Mungu anayeamua. Kwa hiyo ndoto nilipoota nikaendelea kusubiri. Mara nikaja kuambiwa ya kwamba haitakuwa hiyo tena tarehe 5 mwezi wa 5 ambao ndo ilikuwa ni leo. Unaona, Mungu alionyesha ndoto tarehe 22 iliyotimia. Mungu akaja kuonyesha ndoto tarehe 28
ambao pia ikatimia, maana ilionyesha kwamba amenisaidia nisianguke upande wa pili, niangukie upande huku. Na hiyo maana ilikuwa ni ngumu kwangu kuielewa, lakini Jumapili ya jana nikakumbusha Yesu alilipa gharama ili sisi tuokolewe, alianguka na msalaba. Kwa nikasikia ndani yangu ya kwamba Mungu atamwamuru ndani yake kulipa gharama kwa ajili yangu. Kwa mpaka leo nipo na maisha yanaendelea, kwa sababu nilimngoja Bwana na Mungu akabadilisha mambo au akatimiza. Sasa ni rahisi sana wanadamu kujisahau wanapoona mambo yanaenda vizuri, lakini ni kwamba neno la Mungu huwa halibadiliki usipoenda mbele za Mungu. Mungu alionyesha ya kwamba tufanye maombi ya kitaifa, toba ya kitaifa, ili atuvushe kama taifa bila kumwaga damu. Nje ya hapo tutamwaga damu, maana ilionyesha ya kwamba, nadhani mnakumbuka hiyo ndoto ya anguko la Rais Samia, lakini baada ya machafuko. Kwa hiyo manake, kama watumishi wa Mungu uchaguzi umepita, mmehisi ya kwamba kila kitu kimeisha, huwa ni kwamba Mungu ana uwezo wa kutimiza jambo alilolionyesha miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo kupita kwa uchaguzi haimaanishi ya kwamba kila kitu kimeisha. Manake kama hatuamui kutafuta uso wa Mungu, basi tujiandae kwa hayo maandamano ambao hatujui yatamgharimu nani. Wakati Mungu amemwambia Musa awatoe wana wa Israeli, swala lilikuwa sio Farao kuwapa ruhusa, wao ndo waliitafuta ruhusa. Kwa hiyo inawezekana kuna ugumu wa serikali kutoa kibali cha mkutano kwa ajili ya maombi ya kitaifa, kwa ajili ya toba ya kitaifa, lakini kwa kuwa sisi Mungu ametuonyesha hivyo, tunatakiwa tuitafute kwa udi na uvumba, kwa maombi na kufuatilia, kwa kutumia watumishi mbalimbali walioko serikalini. Nje ya hapo tunasubiria kipigo ambacho tutakuja kukumbuka. Wengi walipoona maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 yametimia, walianza kukumbuka ile ndoto niliyoota tarehe 24 mwezi wa 8 2023, na nikaanza kuishia tarehe 1 mwezi wa 10 2025. Wakawa nasema kweli ulisema. Kwa hata sasa hivi kuna mambo ambayo Mungu anatupa kwa mifano, ili tujifunze kwa mifano, kama Yesu alivyokuwa anafundisha kwa mifano. Nje ya hapo tutakuja kupitia na Mungu ameficha, hatujui ukubwa wa kile tutapitia. Inawezekana ikawa ni kubwa zaidi ya maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10, au yasiwe na madhara. Kwa sisi tunachotakiwa ni kujiandaa Mungu anataka nini. Kwa kama watumishi wa Mungu mmerelaksi, nimesikia ndani yangu nakumbushwa. Naomba nimalizie na hiki. Naomba nisome kwanza andiko Yohana sura ya 6 mstari wa 61 na kuendelea kidogo. Inasema, naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wanalinung'unikia neno hilo, akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi mwonapo mwana wa Adamu akipaa huko alikokuwako? Kwanza roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. 64 ambao na Ilenge nasema, lakini kuna wengine miongoni mwenu wasioamini, kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini na ni nani atakaye msaliti. Unajua, nilitaka hilo andiko kwamba Yesu alijua nafsini mwake, lakini pia Yesu alijua ni nani atamsaliti, nani haamini. Kwa Mungu anaonyesha aliyoko mbele yetu kwa sababu anajua yapo. Yesu alijua mpaka Yuda Iskarioti atamsaliti.
Kwa kuna mambo Mungu ameweka kwenye taifa letu la Tanzania ili tuanze kuchukua tahadhari. Kwa hiyo hata kama imepita miezi mingapi, kama Mungu alilisema litatimia tu. Kama Mungu alisema ndoto ya machafuko miaka 2 ikatimia, manake hata hii tulioambiwa kama hatuchukui nafasi ya kuomba itatimia. Kingine nimalizia kwamba niko kwenye wakati ambao ninahitaji sapoti binafsi ya kifamilia, ya kihuduma. Nakumbuka wakati mke wangu ni mjamzito, wazungu walikuwa wananisapoti sana. Nimejikuta nilikuwa naangalia rekodi, kwa miezi 4 walinisapoti milioni 10. Lakini kati ya hiyo milioni 10 haizidi hata milioni 2.5 ambayo ilitumika kwa ajili ya matumizi yangu na familia yangu. Nyingine yote ilienda kwenye huduma, kununua speaker za huduma. Kwa hiyo nikasahau ya kwamba kuna wakati ambapo sitapokea sapoti. Kwa hiyo nakumbuka kuna wakati mke wangu amekula hizi wanaziita furu, na wakati hana muda mrefu amejifungua akaanza kuendesha. Lakini palipo na tatizo pana muujiza. Kwa hiyo tukaomba na Mungu akamponya wakati huo huo. Lakini pia moyo wangu uko kwenye huduma zaidi. Kwa hiyo nataka kuchapisha. Nilikuwa nasoma kitabu cha Reinhard Bonnke alivyofanya huduma ikaenea, ikawafikia watu wengi ujumbe wa neno la Mungu kwa kuchapisha vitabu vidogo vidogo vya Injili. Alikuwa anaita African Messenger, the African Messenger. Kwa hiyo ninahitaji support ya Injili, maana kuna hizo timu 3 ambazo zinafanya kazi ya Injili. Kuna moja iko Masumbwe, kuna nyingine iko Dutumi, kuna nyingine iko Geita. Tusipoifanya kazi ya Mungu, kuna mambo hawezi yakabadilika, maana Mungu atatuachia na sisi tuyashughulikie sisi. Wa duniani hawezi wakaelewa nguvu ya Mungu, lakini sisi tuliookoka tunahitaji kusapotiana. Tuisapoti kazi ya Mungu. Na mara nyingi watu huwa hawaelewi, lakini maisha yangu yamekuwa ya imani ili nifungue mlango kwa watu wengine kujua nini gharama ya kutimiza kila ambacho Mungu amekuonyesha. Mungu awabariki. Namba yangu ya sapoti ni 0769862145. Amen. Bwana Yesu, nakushukuru kwa neno hili. Tusaidie kama taifa kujiandaa kukuona wewe. Tunatamani tusione machafuko, bali tuone amani, tuone mabadiliko yako. Mungu, nisaidie kutimiza kile ambacho umenitia. Naliweka taifa la Tanzania mikononi mwako. Naomba Mungu tukuone wewe, kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Kuna shuhuda nyingine ambazo ni personal, siwezi kuzitoa, lakini Mungu akikugusa kusapoti utumishi wangu na masomo yangu huku ndani, ambao mko Marekani mnaelewa maisha ya huku Marekani, itakuwa ni baraka. Amen.